Jamani, serikali inatoa elimu bila ada. Na maana yake ni kwamba ni marufuku mtoto kurudishwa nyumbani kwa sababu ya michango. Kadhalika ni marufuku kumwadhibu mtoto kwa sababu ya michango. Ni elimu bila ada ili watoto wote waende shule. Okay, asante sana. Tuanzie wapi? Deutsche Welle. Kwanza nakushukuru sana kwa kauli yako. Swala la lugha, kwa nini sekondari tunatumia Kiingereza, na utafiti unaonyesha kwamba ukitumia lugha mama unakuwa na uelewa mzuri zaidi. Sasa kama nilivyosema, mageuzi haya tunajitahidi tusiyafanye kwa mshtuko mkubwa. Ni masuala yanahusu kizazi. Kwa hiyo kitu ambacho tumejitahidi sana ni kwenda incrementally katika baadhi ya vitu, progressive. Na ndio maana unaona hata utekelezaji wa mitaala umeenda taratibu. Sera sasa inasema hivi: unaweza ukaanzisha shule ya sekondari ukafundisha masomo yote kwa Kiswahili ukiacha somo la Kiingereza. Maana unaweza ukaanzisha mpaka chuo kikuu ukafundisha masomo yote kwa Kiswahili unless kama ni swala lugha ambayo ni Kiingereza. Ila ukitaka kufanya hivyo unaomba kibali, unakaguliwa, tuone kweli kwamba una uwezo wa kudeliver Kiswahili. Kwa hiyo swala la kufundisha Kiswahili throughout halijakatazwa. Sasa hivi limefunguliwa rasmi kwenye sera. Kama ambavyo unaweza ukaanzisha shule ya msingi ukafundisha kwa Kiingereza isipokuwa somo la Kiswahili. Na hapo ukitaka kufanya vile unavyoita English medium, unaomba kibali, unakaguliwa kama umekidhi mahitaji. Kwa hatua hii ya kwanza tumefungua uwezekano wa kuja kuwa na shule ambazo zinatumia lugha ya Kiswahili kwenda mbele. Na wakati naelezea mambo ya mitaala mwezi Disemba, wakati naongea na wenzenu, sijui ndio nyie kule Dar es Salaam, kuna mmoja anasema kwa nini msianzishe model school? Mjaribu sasa kufundisha Kiswahili tuone matokeo yake. Hilo swala tulipokea. Pengine labda serikali inaweza ikashow the way kwamba sekondari hii tutafundisha Kiswahili tu, fizikia, biolojia, kemia, alafu tuangalie tunavyokwenda tunafika wapi. Lakini kimsingi ni kwamba sera sasa haijakataza Kiswahili kuwa medium of instruction kwa sekondari kwenda juu. Kama ambavyo sasa hivi utekelezaji wake haujakataza kutumia English medium of instruction kwa elimu ya msingi na elimu ya awali. Lakini pamoja na yote hayo, ni vizuri tueleze kwamba kuna mtizamo na msukumo mpya kuhusu mambo ya lugha katika mabadiliko ya elimu mkubwa. Kwa mfano, Kiingereza sasa kwenye mtaala mpya kinafundishwa kuanzia darasa la kwanza. Na utakwenda nalo mpaka umalize shule ya msingi, darasa la 6. Ilikuwa unaanza ngapi? Darasa la 4 au la 3? La 3. Kwa sasa hivi unaanza darasa la kwanza. Lakini jinsi ya kufundisha Kiingereza, na of course lugha nyingine zitakuwepo kama option, kama mtoto anataka kuchukua lugha ya ziada kwa hiari yake, tuna Kiarabu, Kichina na Kifaransa. Kama shule ina mwalimu na wanafunzi wanataka kusoma hizo lugha, unaweza kuzifundisha na watoto katika umri ule wanaweza kashika lugha nyingi tu kama akipata kufundishwa vizuri. Lakini kwenye Kiingereza sasa hivi sijui nitumie maneno gani, maana mimi nimekaa wakati tunatengeneza mambo nilikuwa nakaa nasikiliza. Sasa mimi inabidi nieleze kwa lugha ambayo ni rahisi kwamba Kiingereza kitafundishwa zaidi kimawasiliano kuliko kikanuni, labda niseme hivyo. Kwamba muda mrefu mtoto anapoanza kujifunza Kiingereza au anaanza kufundisha past tense, future tense, present participle tense na vitu kama vile, wakati mwingine anakuwa bored, anakuwa mzito. Yaani unaenda sana kwenye kanuni ambazo ni muhimu, lakini ukishindilia sana kanuni humpi ile raha ya kujaribu kuongea. Mimi nadhani maybe nasi wakati najifunza Kiingereza nasoma, tulikuwa tunaenda kwa hizo library, public library, unachukua kitabu cha hadithi za sungura ya Kiingereza, unachukua na kamusi, unasoma alafu unajaribu kutafsiri. You find the story enjoyable, inafurahisha wakati unajifunza lugha.
Kwa hiyo lugha sasa hivi hasa kwa mwanzoni itafundishwa kimawasiliano. Na wataalamu wanasema kwani ukienda sasa hivi Masaini ukakaa na Wamasai miaka mitatu, hata kabla hujajifunza kanuni utaanza kujikuta unaongea Kimasai. Ukaenda Usukumani kadhalika. Hata kama mtu anza kuambia bwana kama ni past tense utaenda hivi, plural inaenda hivi, nini, unaanza mawasiliano alafu unaendelea kuconsolidate. Kwa hiyo ndio approach ambayo itatumika sasa na tutakuwa tuna monitor tuangalie inaenda vipi. Lakini jingine, kuna vyuo vyetu vya walimu tunaviconvert. Kimoja ambacho tunajua sasa hivi tumefikia mahali ambapo uamuzi utafika ni Marangu. Marangu ilikuwa na maabara ya lugha. Chuo cha walimu Marangu. Nilivyoenda pale kutembelea wananiambia tunaomba maabara sijui ya sayansi, nikamwambia mbona maabara ya lugha imeporomoka haifanyi kazi? Kwa sisi tunaongea na wadau wengine wanafundisha lugha. Ndugu zetu wa China tuleteni maabara wajifunze Kichina kwa sababu tunahitaji walimu watakafundisha Kichina. Wafaransa labda, Waarabu na kadhalika. Ili pale pawe ni sehemu ya kufundisha walimu wa lugha. Na tutakuwa na vyuo vingine vya walimu kama hivyo. Na vyuo hivi vya walimu tunaweza tukaongeza na ka element ka utalii. Ukisomea pale, ukihitimu unaweza kaingia tu kwenye ukalimani kwa sababu utakuwa umechukua lugha nyingi. Unaweza kaingia kwenye mambo ya utalii na unaweza kaja ukafundisha. Kwa hiyo inakupanulia fursa zako za kazi. Lakini cha muhimu ni kwamba kuwe na ufundishaji makini zaidi wa lugha, ili ukitoka pale uwe na umakini mkubwa zaidi wa kufundisha. Kwa hilo linafanyika mjadala kuhusu kureorganize vyuo vya walimu unaendelea. Baadaye tutakuja kutoa taarifa, lakini mojawapo ambacho na uhakika Butimba tumesema itakuwa ni mambo ya michezo na sanaa, michezo na sanaa. Alafu Marangu hivyo, na waende wao attach na university moja, waende kuanzia diploma kwa sababu baadaye tumeface out certificate, waende diploma mpaka degree kwa kuwa attach na university nyingine. Kwa swala la lugha kwa kweli ni uwekezaji, na ni uwekezaji ambao lazima uendelee. Na uwekezaji huu kwa wale wanaofundisha ni muhimu sana kuwa na maabara ili kujua namna kupronounce. Kwa sababu Kiswahili chenyewe kidogo tuna changamoto bado. Yaani siku hizi quite common mtu akisema reli anasema leli. Na hakuna mtu anaona kama kuna shida. Tena reli anaweza akasema leri. Kwa hiyo anyway, hilo tunaenda nalo hivyo. Kwenye swala la Deus, shule michango. Jamani, serikali inatoa elimu bila ada. Na maana yake ni kwamba ni marufuku mtoto kurudishwa nyumbani kwa sababu ya michango. Kadhalika ni marufuku kumwadhibu mtoto kwa sababu ya michango. Ni elimu bila ada ili watoto wote waende shule. Huwezi kumrudisha mtoto nyumbani kwa sababu kuna mchango mwingine umekubaliwa labda na serikali ya kijiji, umekubaliwa na jamii pale, mzazi hajalipa, kuna namna nyingine ya kumshughulikia yule mzazi. Sio kumnyima mtoto fursa ya kwenda shule. Na kwa sababu nazungumza hapa nadhani nasikika, wakurugenzi wote naomba wakumbuke hilo, walifuatilie. Maki sisi tunapataga taarifa shule moja moja, tunafuatilia. Lakini niliseme ni marufuku kumrudisha mtoto nyumbani kwa sababu ya michango. Kwa sababu ni shule ni elimu bila ada. Lakini kunaweza kuwa na michango, kwa mfano ya chakula. Na jamii na wazazi wamekubali wachange. Mzazi ana wajibu wa kuchanga kwa sababu mtoto akikaa nyumbani anatakiwa ale, kwa shuleni atakula. Kama mzazi hajachanga, kuna namna nyingine ya kumshughulikia yule mzazi na sio mwanafunzi. Na kama kwa mfano mamlaka ya pale kijiji na kadhalika imeweka utaratibu fulani, labda mlinzi, hilo ni kama kufanya ile kazi ya msaragambo inaitwa kwenda kule, usipoenda unachukuliwa hatua, lakini asiguswe mwanafunzi. Na michango mingine kweli sehemu nyingine tumeletewa, na kama ulivyosema tukipata tunauliza, tunampigia mkurugenzi, mbona hapa tunasikia wanachanga hiki, michango imekuwa mingi. Baadhi ya maeneo wazazi wenyewe wanasema tuchange labda tu watoto wafanye mitihani kadhalika, lakini usimrudishe mtoto nyumbani eti wewe hujachanga au unamchapa, haitatusaidia. Sio nitalisema mara ngapi hili, lakini nadhani inasikika na nadhani viongozi wote katika level zote watakuwa wanalifuatilia. Lakini haina maana mzazi mchango wa chakula eti ukatae kuchanga, kwamba ni elimu bila ada. Kwa mtoto wako anaenda shuleni, mnatakiwa mtoe mchango, labda mchangie mahindi, mchangie nini, ukatae. Utachangia, na usipochangia kuna hatua za kuchukulia wewe mzazi.
na sio mwanafunzi.